بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa Jumada al-Akhirah mwaka 1439, katika darsa ya kila Alhamisi baada al-asri, ikiwa tumeamua kuisoma manzuma ya al-Baiquniya, na bado tuko katika mukaddima an ilmi mustalah al-hadith, utangulizi ambao kwa kifupi tujulishana ilmu hii inayojulikana kama mustalah al-hadith na majina mengine ambayo tuliyataja katika darasa zilizopita. Tulimalizia na kuahidi kuwa biidhnillah ta'ala jambo la pili ambalo tutalizungumzia ni marahil at-tasnif fi mustalah al-hadith, marhala ambayo ilmu hii imepitia mpaka kufikia hivi leo, na namna ilmu kama hii ilivyoelezwa na wanavyuoni. التصنيف في هذا الفن مر ب3 مراحل. uandishi na vitabu kuandikwa vya fani hii, vya ilmu hii, ulipitia katika marhala 3, na leo biidhnillah ta'ala tutajaribu kwa kifupi kuzungumzia marhala ya kwanza na ya pili. المرحلة الأولى هي بث علوم الحديث في مقدمات أو خواتيم الكتب التي ألفت في السنة قديما. مرحلة ya kwanza ni hii ilmu kuwekwa, ilmu ya hadithi katika utangulizi ama mwisho wa vitabu vilivyoandikwa katika sunna, katika wale wanaovioni waliotangulia. Wa min abraz al-amthila, chukulia mifano ambayo iko wazi zaidi katika marhala haya, mabahith as-sunnah التي بثها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة. وكسوم كتاب جاء الرسالة الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وتونا كنا مباحث ينوفنغمانا نعلمه. أما يتاج الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، ingawa sio kitabu mustaqilla cha zungumzia ilmu ya mustalah, lakini ndani yake kumetajwa mabahith yanayofungamana na ilmu hii. Na nataka tufahamu al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi alifariki mwaka wa 204. Huko kulikuwa kumeanza fani hii kuandikwa, lakini kama tulivyotaja katika muqaddimat na khawatim. mfano wa pili, muqaddimatul Imam ad-Darimi limusnadihi
utangulizi wa Imam ad-Darimi katika musnad yake, فإنه ذكر فيها جملة من الأبواب المتعلقة بالرواية عن الضعفاء والكتابة عن الثقات وغير ذلك من الموضوعات. الإمام الدارمي رحمة الله عليه ambaye alifariki katika mwaka 255, katika musnad yake ametaja jumla ya milango yanayofungamana na mapokezi kutoka kwa watu ambao ni madhaifu, kadhalika kuandika kutoka kwa watu ambao ni waaminifu, na mada nyinginezo zinazofungamana na ilmu hii. Taja katika mukaddima, utangulizi wake. Mfano mwingine, muqaddimatul Imam Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi ta'ala alayhi. Muqaddima wal Imam Muslim rahimahullah ta'ala katika sahihi yake, na Imam Muslim alifariki katika mwaka 261. فإنه ذكر فيها جملة من علوم الحديث. katika utangulizi wa kitabu chake hiki ametaja jumla ya yale yanayofungamana na fani hii ya ilmu ya hadithi. وتكلم فيها على الرواية عن الضعفاء, kazungumza pale mapokezi wa watu ambao ni madhaifu. وتكلم على طبقات الحفاظ, akazungumzia matabaka ya mahuffadh. وتكلم على قضية التدليس والإرسال الخفي أيضا, kazungumzia masala mengine haya tutakuja kuyajua maana yake mbele, mambo ya tadlis na al-irsal al-khafi na mengineo. Kama takallama عن الحديث المرسل وغيرها من المسائل, kaizungumzia hadith mursal na mengineo katika masaili yanayofungamana na fani hii. Bali tuweza kusema miongoni mwa mukaddima ambazo zimeandikwa zikajazwa faida nyingi sana zinazofungamana na ilmu hii ni mukaddima wa Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi. Kadhalika khatimatu jami' al-Imam at-Tirmidhi, jami' al-Imam at-Tirmidhi kule mwisho akaweka fa innahu khatama bi kitab al-ilal as-saghir, kitab al-ilal as-saghir kaitaja pale katika jami' yake الذي شرحه الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه، شرح علل الترمذي. pia mfano mzuri muqaddimatu ibn Abd al-Barr likitabihi al-azim al-kabir at-Tamhid, katika utangulizi wa kitabu at-Tamhid pia ameyataja yale yanayofungamana na fani hii. tuzungumzia hii marhala ya mwanzo. لكن هذه المقدمات والخواتيم لم يقصد مؤلفوها أن يجعلوها مستقلة. يتكتفهم kuwa katika utangulizi wa baadhi wanaovioni katika vitabu vyao kutaja fani hii na ilmu hii, na katika kumalizia kuhitimisha kwa kutaja na ufungamana na fani hii, sio makusudio ya wanaovioni wale kuwa ni kitabu mustaqilla wameandika katika fani hii. inma dhakaru fiha shay'an kanu yahtajuna ila idahihi wa bayani, wameandika kitu ambacho ilikuwa wahitajika wao ama walihitaji wao kukiweka wazi kwa watu. Kwa mfano, mwanachuoni atazungumzia alfadh ambazo zafungamana na fani hii ili mtu afahamu katika kile kitabu chake, atazichora katika ataziandika katika utangulizi wake ili yule mtu anapoingia kule ndani afahamu kile kinachozungumzwa, au kwa sababu yote nyingine ambayo imepelekea wao kuweka wazi. Hii ni marhala ya kwanza. Kwa hiyo tuona marhala ya kwanza hakuna katika wanaovioni ambao wameandika ilmu ya mustalah alhadith kuwa ni kitabu kando. Huu ndio ulikuwa yani mwanzo wa ilmu kama hii. tuje kwenye almarhala athania, marhala ya pili ambayo leo ndio tutakaomalizia, kisha tutakuja biidhnillah taala katika kikao kinachofuata
kuzungumzia marhala ya mwisho. المرحلة الثانية التصنيف المستقل في علوم الحديث. sasa katika marhala ya pili sasa ikawa ni ule utunzi wa vitabu hasa katika ilmu ya hadith. وقد بدأ ذلك في النصف الأول من القرن الرابع الهجري ولعله قبيل النصف الثاني تحديدا. na hili jambo limeanza katika nusu ya kwanza katika karne ya 4 hijria, bimaana kwenye miaka 300 na sababu kishaingia sasa zaidi ya 300 ndio inaweza kuingia karne ngapi? Karne ya 4. kwa hivyo katika nusu ya mwanzo ya ile karne ya 4 au kabla kwa kidogo katika ile nusu ya pili ya karne ya 4. na kwa huu mfano tutakaotoa itaeleweka ni katika miaka ngapi. wa awwalu man sannafa fi hadha al-fann kama nassa alayhi ibn Hajar fi an-Nuzha, wa kwanza kabisa aliandika kitabu katika fani hii kama alivyotaja ibn Hajar rahmatullahi alayhi katika an-Nuzha, huwa al-Imam Abu Muhammad الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الفارسي الرامهرمزي القاضي رحمة الله تعالى عليه. na huyo amefariki mwaka wa 360. kwa hivyo hapa tunaona huyo amefariki katika nusu ya pili ya karne ya 4, bimaana ilianza Qubayl hii nusu ya pili ya karne ya 4. huyo bwana ameandika kitabu Al-Muhaddith al-Fasil baina ar-rawi wal-wa'i, na kitabu kiko katika mujallad, kimechapishwa kitabu na tulab al-ilm wamekishughulikia jazahumullahu khairan. iko tabaa moja mzuri ya mmoja katika wanafunzi wa Sheikh Muqbil rahmatullahi alayhi, fikiri memsahau jina. kitabu mekiwa na kizuri sana, uchapishaji wake tahqiq mzuri sana, kitabu kipo. وقد قال الحافظ ابن حجر في النزهة عن كتابه. الحافظ ابن حجر akizungumzia kitabu cha Ar-Ramahurmuzi katika النزهة asema lakinahu lam yastaw'ib, na bila shaka itakuwa namna hiyo, hawezi kukusanya zote zinazohitajika sababu ni wale mwanzo walioandika katika fani hii. li'annahu awwalu man sannafa fil fanni ala hadha an-nahw, sababu yeye ndio mtu wa kwanza aliandika katika fani hii kwa mfumo huu. wa man kana kadhalika famin at-tabi'i an la yastaw'iba, na yote ambaye itakuwa hiyo ndio hali yake, ni jambo la kawaida kuwa hawezi kukusanya kila kitu kinachohitajika pale, sababu ndio mwanzo yuanza utunzi wa ilmu kama hii. ولكن له شرف وفضل السبق، lakini ana sharaf na utukufu na fadhila ya kuwa yeye ndiye aliyetangulia. ثم جاء بعده الإمام أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، الإمام الحاكم ambaye amefariki mwaka wa 405. فألف في علم المصطلح كتابه المشهور معرفة علوم الحديث، akaandika katika ilmu ya mustalah kitabu chake maarufu kwa jina Ma'rifatu Ulum al-Hadith. lakin yu'wizuhu tahdhib wa tartib, kile kinachokosekana ni mpangilio katika kitabu chake, kama yakulu al-Hafidh Ibn Hajar rahmatullahi ta'ala alayhi. thumma ba'dahu Abu Nu'aym sahib al-Hilya ambaye amefariki mwaka wa 430. فألف مستخرجا على كتاب الحاكم، huyo akaandika mustakhraj wa kitab cha al-Hakim. tutakuja kujua biidhnillah ta'ala nini maana kitabu kiitwa ni mustakhraj tutakapokuwa tusoma ilmu hii. وذكر فيه جملة من أنواع علوم الحديث، akataja jumla ya aina ya ilmu al-hadith. وأبقى أشياء للمتعقب كما يقول ابن حجر رحمه الله، kabakisha vitu vingine kwa yule atakayekuja baada yake kufanya ta'qib
kama anavyotaja Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. ثم جاء بعدهم الحافظ الخطيب البغدادي وما أدراك من هذا الرجل. Huyu bwana ana mchango mkubwa sana katika ilmu ya hadithi. Al-Khatib al-Baghdadi rahmatullahi ta'ala alayhi alifariki mwaka wa 463 hijria. فألف كتابه الكبير المشهور الكفاية. عندك كتاب chake kikubwa mashuhuri الكفاية. وهذا الكتاب بث فيه الخطيب جملة كبيرة جدا من علوم الحديث. katika kitabu hiki al-Khatib rahmatullahi alayhi ameweka ndani yake jumla kubwa sana katika ilmu ya hadithi, lakinahu rawaha bil asanid, lakini jumla zilizoziweka pale ndani katika ulum ya hadithi amepokea kwa isnad. فطال الكتاب, kitabu kikawa ni kikubwa kirefu. وليس هذا هو الكتاب الوحيد للخطيب في الفن, lakini nataka tufahamu kwa si kitabu hiki peke yake alichokiandika al-Khatib al-Baghdadi rahmatullahi alayhi katika fani hii ya hadith, bal awshaka an la yatruka naw'an min anwa'i ulum al-hadith illa wa allafa fihi rahimahullah. Takriban hakuacha aina yote katika aina ya ilmu ya hadith isipokuwa ametaja ndani yake, amezungumza akaandika kitabu khas. حتى قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة رحمه الله, سمى الحافظ أبو بكر بن نقطة كوس الخطيب البغدادي وله مصنفات في علوم الحديث لم يسبق إلى مثلها. ana utunzi wa vitabu katika ilmu ya hadith hakuna aliyemtangulia kama mfano wa kile alichokiandika. kisha akasema wala shubhata inda kulli labibin anna almutaakhirin min ashabi alhadith iyalun ala Abi Bakr al-Khatib rahimahullah. wote walikuja baada yake katika wanaotunga kitabu katika fani ya mustalah, wote ni wahitaji kwa al-Khatib, wote warejea kwa al-Khatib al-Baghdadi rahmatullahi alayhi na wafaidika kutoka kwa al-Khatib rahmatullahi ta'ala alayhi. ولذا كان عمل كثير ممن جاء بعده أن يلخص أو يتعقب أو يستدرك أو يرتب في الأعم والأغلب أو في الأعم الأغلب. يتوانا baada yake wengi katika wale wanaokuja ima yafanya talkhis ya kile alichokiandika al-Khatib rahmatullahi alayhi au fanya istidrak, kuna jambo fulani pengine akosoe au aweke utaratibu wa yale maneno ayapange wa hakadha. mara nyingi walivyo. ثم جاء القاضي عياض ambaye alifariki mwaka 544 فألف كتابه الإلماع إلى أصول الرواية وتقييد السماع, كتاب مطبوع. وبعده أبو حفص الميانجي نهو amefariki mwaka 581 فألف جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله, يعني mambo ambayo yani hana nafasi muhaddith kutoyajua, kwa maana kuna umuhimu kwake kuyajua. هذه بإيجاز المرحلة الثانية من مراحل التصنيف في علم الحديث. kwa kifupi hii ndio marhala ya pili, stage ya pili katika marahil za utunzi wa vitabu katika fani hii. Biidhnillah ta'ala tutakuja kuzungumzia insha Allah ta'ala katika kikao kitakachokuja marhala ya tatu ambayo ndio ya mwisho katika marahil tutazopitia utunzi wa ilmu ya hadith. naktafi bihadha alqadar wallahu ta'ala a'lamu. subhanak allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.